السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على الإسلام والسنة وعلى منهج سلف الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam ar-rasul alayhi salatu wassalam, pamoja na ahli zake na masahaba zake na wale ambao watakayemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, mimi na ujumbe mfupi kwa ndugu yangu Mauzunde, Allah amuongoze. Bwana huyu nimeona katika video yake ambayo alikuwa akizungumza kwa kusema kwamba shekhe aliyozungumza sio ya muhimu, sio ya msingi, sijui na nini, badala ya kufundisha watu sijui nguzo za Uislamu, sijui nini Uislamu. Katika video yake hiyo ambayo niliona, ambayo video hiyo shekhe alikuwa akizungumzia kwamba vijana wengi wameharibika, vijana wengi wamekuwa ni wenye kuingia katika janga hili la ndoa ya jinsia moja kwa tamaa ya vitu, na mwisho wa siku vijana wakaharibiwa. Basi bwana huyu naona akajirekodi au akarekodiwa na akaitupa video hiyo, sauti yake hiyo, katika channel yake, sijui channel ya nani, kwamba kusema shekhe aliyozungumza sio ya muhimu, hayana umuhimu wowote. Yeye shekhe anakemea uovu, unasema vipi sio jambo la muhimu, sio mambo ya kimsingi? Ni jambo la muhimu na ni jambo la msingi kwamba shekhe ameona uovu anakemea, ni wajibu kwake kukemea. Sasa unasema vipi eti si jambo la msingi, badala ya kufundisha sijui nguzo za Uislamu, sijui nguzo za nini? Shekhe ameona jambo hilo ni jambo ambalo lipo sana katika jamii yetu, ni jambo ambalo vijana wengi wanatumbukia, akaona agusie jambo hilo, aongee jambo hilo, azungumzie jambo hilo. Sasa unasema vipi jambo hilo? Ameongea jambo si la kimsingi, jambo sio la muhimu, badala ya kufundisha Uislamu ni nini, sijui nguzo za Uislamu ni nini, na mambo mengineyo ambayo ulioyazungumza katika video yako hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atutaka tunapoona maovu tuyaondoe kwa mikono yetu, au tuzungumze kwa ndimi zetu, au tuchukie katika mioyo yetu. Lakini akasema kuchukia katika moyo ni udhaifu wa imani. Kwa hiyo ni wajibu kwako wewe, kwangu mimi, sio kwa shekhe. Shekhe ndio tunamsubiria aje kuondoa ovu hivi. La, hata we mwenyewe unatakiwa pale ambapo unapoona sehemu kuna ovu, bali uliondoe, sio msubirie shekhe. Kwa hiyo sio mpaka usubirie shekhe aje aondoe ovu hili. Ukiwa unaliweza ovu hilo kuliondoa, liondoe. Kuamrisha mema na kukatazana mabaya ni wajibu kwa kila mtu. Kuamrisha mema na kukataza mabaya ni wajibu kwa kila mtu. Kwa hiyo shekhe kaona hili jambo ovu, na ni jambo ambalo limeenea katika jamii yetu, katika dunia yetu. Ndoa hii ya jinsia moja, mashoga ni wengi sana katika jamii yetu, yani ni wengi sana. Kwa hiyo kwa kusema kwao kwamba shekhe hajaongea mambo ya kimsingi, sasa wao litakazungumze nini? Hilo ni jambo ovu, lazima akataze. Sasa kwa nini asikataze?
Kwa hiyo unampangia kwamba ili akemee ili asikemee. Hakuna jambo la kumchagulia kwamba ili akemee ili asikemee. Na wewe jambo hili limekuumiza au jambo hili limekuathiri, sijui limefanyaje, kwa sababu wewe mwenyewe ni mmoja wapo katika hao. Ndio maana unaona kwamba shekhe amezungumza si mambo ya maana, si mambo ya nini, lakini shekhe amezungumza ni jambo ambalo la muhimu sana, na vijana wa Kitanzania amewakemea na amewaonya katika tahadhari hii ya mtu tu katokea huko anakupa vitu, basi ujiulize mwenyewe anakupa iko kitu kwa lengo gani. Sasa wewe unasema mambo ambayo hajaongea si ya msingi, sijui ya nini, bali shekhe amezungumza mambo ya muhimu na ya msingi, na kila kijana wa Kitanzania achukue, ayazingatia maneno, kwa sababu vijana wengi sana wanaingia katika dimbwi hili, katika janga hili. Vijana wengi wamepotea, wameingia katika janga hili. Na sisi Allah tabaraka wa taala ametuita umma bora, ummati bora, ni kwa sababu tunaamrishana mema na tunakatazana mabaya. Na tusipokatazana mabaya na tusipoamrishana mema, basi tujue adhabu ya Allah tabaraka wa taala itatushukia. Allah tabaraka wa taala atatushia adhabu. Tunaona katika umma zilizopita namna gani walivyoadhibiwa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu waliadhibiwa baadhi ya watu katika kaum kwa sababu walikuwa watu fulani wanafanya uovu, ubaya, mabaya, walikuwa hawakatazi na wala walikuwa hawaamrishani wema. Ikawa ni sababu ya Allah kuwaadhibu. Hawakatazani mema, hawakatazani katika kufanya mabaya, wala hawaamrishani katika kufanya wema. Ikawa Allah sababu hiyo ni kuwaadhibu. Kwa hiyo na sisi tusipofanya hivyo, tukaona ovu, tukanyamazia, tukaacha, tukawa tunafanya maovu, wale watu ambao wakutukemea, wakutuonya kwamba jambo hili ni baya, turudini kwa Allah tabaraka wa taala, Allah atatushushia adhabu. Na wala tuamrishani mema, tunafanya maovu, wapo katika kundi ambalo wao ni wajibu kwa wao kutuamrisha mema, wakaacha kutuamrisha, basi Allah tabaraka wa taala atatupa adhabu. Na adhabu ya Allah haitoangalia huyu mwema au muovu, itatujumuisha wote. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi kukatazana maovu na kuamrishana mema. Sasa unataka shekhe azungumzie Uislamu ni nini, afundishe sijui nini, uovu anyamazie. Yaani unamchagulia kwamba haya ayazungumze, haya asizungumze. Ni wajibu kukemea kila ovu ambalo analoliona, au ovu kila ambalo unaloliona mbele ya watu, basi ni wajibu kwako wewe kulikemea. Mimi kwangu ni haya machache. Nadhani ujumbe huu utakufikia. Ima kufikia kwa watu kukufikishia, au kwa kufikia wewe moja kwa moja. Lakini ujumbe wangu ndio huo. Ndugu yangu Zinde. Usikubali kirahisi namna hiyo. Kwa sababu unapokubali kuchukua kirahisi, yule mtu kwa sababu anakuwa na project yake anayo. Usikubali kirahisi, ubingwa huu si kirahisi namna hiyo. Vijana wenzangu wa Kiislamu, lazima mkaze, shikilia bomba. Ukitaka kuvaa vizuri, soma, kuwa na maisha yako, utafanya kazi, utavaa vizuri. Utakuwa na simu nzuri, utakuwa na gari nzuri.
Lakini usikubali katika maisha yako ukauza ubingwa wanaume wako kwa sababu ya simu. Never. Usifanye kitu kama hiki. Usifanye katika maisha yako. Never. Usifanye. Yani siku hata usikie mtu anakugusa toka bega uelelewe nyuma, hebu geuka muangalie vizuri kwanza. Ana jambo gani huyu? Yani mtoto wa kiume hata unapotembea, usitembee umelainika hivi. Tembea kwa kujikaza kidogo. Usitembee umelainika, utakwenda unakuwa katika mazingira kama hayo. Luqman alikuwa anamwambia mwanae katika ardhi hii tembea vizuri, yani usitembee kwa kujidai, usitembee kwa maringo. Alikuwa anamuhusia mwanawe hivyo. Lengo lake lilikuwa anamtengeneza kisaikolojia kwa mtoto wa kiume. Kuna aina ya mwendo atakiwa atembee. Sasa wewe unakuwa mtoto wa kiume unatembea vidole unafanya hivi. Tembea vizuri bwana. Kwa sababu utakuwa unakuwa hivyo katika maisha yako. Kwa hiyo nimeyazungumza haya kwa lengo la kuweza kutambua na kuweza kujua dunia au jamii ilipofikia sasa hivi na hali ilivyo katika jamii na hatua gani tuzifanye. Lakini kikubwa, kila mtoto wako anaporudi nyumbani, kaa naye mtoto wako wa kiume. Assalamu alaikum vipenzi, habari zenu wazima, mnaendeleaje jamani? Ngoja nitie neno langu mimi kuwauliza hawa mashehe ambao wanakaa kwenye media wakianza kuzungumza ushoga. Hebu kwanza watufafanulie ushoga ni kitu gani? Hilo la kwanza. La pili, unapozungumzia kitu kwa maana unakipenda kile kitu, ndio maana unakizungumzia. Kama kitu ukipendi, huwezi kukaa ukaanza kukizungumza, ukaanza kukijadili. Yani mpaka unakaa sehemu unazungumza masuala ya ushoga. Tena mtu anakaa msikitini kwenye member anazungumza habari za ushoga. Mbona Mtume hakuwa hivyo? Tunaomba kuuliza, hawa wanajifanya watu wa dini, mbona Mtume hakuwa hivyo? Mtume alikuwa ni mtu wa hikma na busara. Wewe kama ni shekhe hupendi zile tabia labda za ushoga, na ukizungumza ushoga usizungumze ushoga peke yake, zungumza na mabasha. Kwa sababu ukizungumza ushoga, kwa maana wewe unachukizwa na mashoga, uchukizwi na wale mabasha ambao mabasha ndo waharibifu zaidi. Manake basha, bila ya kuweko basha ushoga usingekuwepo. Bila ya kuweko huyu basha ushoga huwezi kuwa. Kila siku tunasikiliza katika habari za mawio Zanzibar huko, huyu mtoto kabakwa, huyu mtoto kadawitiwa. Wafanyaji hawaonekani, wafanywaji ndio wanaonekana. Hebu ukizungumza hili swala lifafanue, watu wapate kuelewa, kwa sababu unakaa msikitini unazungumza mambo yasiyokuwa na maana, mambo yaliyokuwa hayana heshima, mambo yaliyokuwa hayana busara. Shehe mzima wewe kama unakuja unazungumza, maana yake nini? Ama tafsiri yake nini? Hebu tunaomba majibu yenu jamani vipenzi. Nimemaliza. Na labda kwa kumalizia nimwambie huyu shehe ambaye anakaa hapo kwenye media akawahamasisha watu kuhusu hivyo vitu vya kijinga na vitu vya ovyo. Hakuna mtu hata mmoja anaomba yamfike mabaya. Kila mtu anapenda mambo mazuri, kila mtu anahitaji mema. Umeelewa? Na Mungu mwenyewe anajua alitendalo. Mungu mwenyewe anajua alitendalo, hafundishi na mtu. Na siku zote kuna msemo unasema usiombe yakukute, uyasikie tu kwa mwenzako. Jirani yako kaongolewa na moto, jirani yako kafanywa hivi, jirani yako kafanywa vile, yasije akakukuta. Yani yakikukuta wewe ndio utajua madhara yake na machungu yake. Na wala kutunyanyuka ukasimama kwenye memba. Unatakiwa hao unaokaa ukawazungumza, waombe husnul khatima, mwisho mwema, na uongoe kutokana na hicho kipaji chako ambacho Mungu alikupa cha ushehe. Wewe ndio una wajibu wa kuwafikia wale ambao wewe hapo unakaa kwenye memba unazungumza. Wajibu wako unatakiwa uwafikie kama Mtume alivyokuwa akifanya, wafikie. Kwa sababu hao unaona wewe waovu, wewe wajibu wako unatakiwa uwafikie, uwalinganie. Kuongoa na kutokuongoa sio kazi yako, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini je, umewafikia? Watu hawaswali, je unawafikia? Watu wanazini, je unawafikia?
watu wanafanya mambo ya ovyo ya wanakuja kwenye hii dunia. Je, umewafikia? Hujawafikia. Unataka kuwahukumu. Hiyo kazi ya kuhukumu watu umepewa wewe. Kwani Mwenyezi Mungu mwenyewe aliwaumba viumbe vyake waone? Acha mambo ya kijinga. Jielewe. Yaani utakuta watu wenye elimu zao ndio wanapotosha hii elimu. Ndio wanaivunja hii elimu. Maana wanaipeleka ile elimu wanapotaka wao, sivyo wanapotaka Mungu. Nimemaliza. Maana mashaka yetu wa leo walikuweko wanamzungumza tu